So leo tunajifunza vita ya kukaribia kupata. When you're almost getting something, kuna kuwaga na vita mingi. Kuna kuwaga ni wanakuinukia wachawi wa nyumbani, vita kwa eneo, yani things zinakuwa mingi. Kuna wengine wanapigwa na stress, kuna wengine wanapigwa na roho ya mauti, kuna wengine ni magonjwa, kuna wengine ni kuchanganyikiwa, yani vita inakuwa ni vita. Ndio maana tunafaa tukuwe na maombi mengi. Tukuwe na maombi mengi ya vita. Tumepewa sisi mamlaka. Sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kumbuka kwa sisi tunafaa kupiga wafalme. Farasi na mpanda farasi kwa sisi. Sisi ndio chombo kipya kikali chenye meno mengi. Sisi sasa tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Wana wa Adamu, yani sisi, kupitia jina la Yesu. So leo ni vita ya kukaribia kupata. Unapokuwa karibu kupata, panakuwa na vita. Unapokuwa karibu kutoka mahali fulani, panakuwa na vita. Unapokuwa karibu ndio kwanza ndoa ndio inakuwa, yani fedha ndio inakuwa, utajiri unakuja, kunakuwa na mambo fulani ya kukuzuia. Kumbuka yule ni adui, ni kama simba ngurumaye, anazunguka huku na kule akitafuta kumeza. Wachawi hao sasa, waganga wa kienyeji, mapepo, majini yanatafuta kumeza adui yule. So leo ni vita ya kukaribia kupata. Ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa pili chapter 2 verse 7. Wathesalonike wa pili 2:7 nasema, kwa maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Ile siri ya kuasi, yani going against the will of God, hiyo siri sasa inatenda kazi, ila yupo azuiaye mpaka atakapoondolewa. Lazima umuondoe anayekuzuia. Lazima umuondoe anayekuzuia. Yani upende usipende. Wathesalonike wa pili chapter 2 verse 7 inasema, kwa maana ile siri ya kuasi kwa sasa inatenda kazi. Kwa sasa inatenda kazi, lakini yupo azuiaye hata sasa, hata atakapoondolewa. Lazima sasa kuna yule anayezuia. Kuna mtu anakuzuia kwenye biashara, kwenye ndoa, kuna mtu anakuzuia. Wamekufunga sana, kuna kamba za mauti. Daudi anasema kamba za mauti zilinizunguka, mitego ya kuzimu ikanikabili. Kuna kamba za mauti zimekuzunguka, mauti kwenye biashara, mauti kwenye ndoa, mauti kwenye afya zimekuzunguka, na mitego ya kuzimu ikakukabili. Sasa unapokuwa unataka kutoka kwenye mtego, vita inaongezeka. Sasa ujasiri wako wa kuendelea kupigana ndio ushindi wako upo. Kuna watu wanasema, unajua mimi namwachia Mungu, takesha. Unamwachia Mungu, umejiachia wewe. Maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Naogopa wachawi. Unaogopa wachawi, watakutafuna peupe asubuhi. Usiogope wachawi, hawana nguvu. Wewe ndio nguvu, wewe ndio una nguvu, maana Mungu ako ndani yako. Yesu anasema, ule utukufu ulionipa mimi nimewapa wao, ili waendelee kuishi kwa amani, kwa umoja. Tumepewa utukufu, tumepewa mamlaka, ili nipasa nife ili niwaachie msaidizi. Yule msaidizi aje kwetu, ili mpasa Yesu afe ili msaidizi aje. Na Roho Mtakatifu ako ndani yetu, na ni hatari ya ajabu. Ako na mamlaka, imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi ya Mwenyezi imempa uhai. Kuna roho ya Mungu ndani. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Ndio maana tunaambia tusimkufuru Roho Mtakatifu, ambaye kwaye tumepatiwa alama ya wokovu hata milele. Msimuhuzunishe, maana ni hatari. Yote ambaye anamkufuru Roho Mtakatifu, adhabu yake inakuwa ni hatari. So ako ndani yetu, lakini sasa yupo anayezuia. Kuna madhabahu zinazuia, kuna wachawi, kuna wana wa kuasi ambao ni waganga wa kienyeji, wachawi, mapepo, mizimu. So kwa kadri unapopigana nao, ndio kadri zile kamba zinaendelea kulegea. Ndio kadri ambazo zile kamba zinaendelea kufunguka. Ndio kadri ambazo zile vifungo vinaendelea kupasuka zile vifungo. Biblia inasema watu wa Yuda walimfunga Samsoni, lakini alipofika mahali panaitwa Lehi, Roho wa Bwana akamjia kwa nguvu. Akachana zile kamba, zikawa kama kitani mbele ya moto. Akazichana zile kamba. Kumbuka jamaa amefungwa, lakini Roho Mtakatifu akamjia kwa nguvu. Ukienda nyuma kwenye Agano la Kale, walikuwa wanangojea Roho Mtakatifu awajie, lakini sisi huyo Roho Mtakatifu tuko naye. Kuna watu wanasema, unajua watu wa zama za kale wa Old Testament walikuwa wana nguvu kutuliko. Hapana, sisi ndio wenye nguvu, maana sisi Roho Mtakatifu ako ndani yetu.
unamkufuru bado yuko ndani yako, unatenda dhambi lakini bado yuko ndani yako, right? So Roho Mtakatifu akamjia Samsoni kwa nguvu. Alipomjia kwa nguvu, akachana zile kamba zikawa kama kitani mbele ya moto, alafu vifungo vikafunguka. Akaokota taya la punda, akawapiga Wafilisti, akawatandika Wafilisti 1000. Aliwafyeka kwa taya la punda. Jamaa anawapiga. Wewe pia usingoje, chukua taya lako la punda. Taya la punda nikaa kwenye maombi sasa. Unasema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Ewe mtaabishaji unayezuia ndoa, ewe mtaabishaji unayeleta laana kwangu, ninakushambulia kwa damu ya mwanakondoo. Wafalme na wakuu ninawakamata katika jina la Yesu Kristo, na waponda. Unawafyeka. Kwanza ogopa sana kama umeanza kuota ndoto za kupata. Maana kwenye ulimwengu roho, wachawi wanaona kwenye ulimwengu roho anakaribia kupata. Wachawi wanaona kwenye ulimwengu roho anakaribia kupata baraka. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, na kupatia maagizo haya sawa sawa na maneno ya unabii yaliyosemwa juu yako, ili kupitia maneno hayo upate kupigana vita. So umeanza kuota unapata fedha, umeanza kupata amani, umeanza maisha yako imeanza kubadilika, biashara inakuwa mzuri, inafaa sasa unapigana. Maana sasa wokovu wako umekaribia. Unapigana kama unapigana ni kama haujawahi kupigana tena. Ni kuwafyeka, ni kuwavunja, ni kuwapasua, maana kuna wana wa kuasi. And it has to start with you. Lazima ianze na wewe. Lakini kabla ya hapo, Mungu mwenyewe anakupa roho ya kuomba. Mungu anakupa roho ya kuomba. Mwenyewe tu anakupa roho ya kuomba. Ukiangalia Danieli 9 mstari wa 2. Hawa jamaa wamepelekwa wapi? Babeli. Lakini miaka imesonga sana. Walikuwa nafaa wakae miaka 7, lakini imesonga sana. Miaka imeanza kusonga. Danieli anasema katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake mfalme, katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake huyu ni mfalme, mimi Danieli kwa kusoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia nabii Yeremia, ya kwamba ataitimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Wamekaa miaka 70, lakini miaka imeanza kuenda. So ni wewe, you start assessing your life. It has to start with you. Unaangalia, mbona miaka imesonga bado? Mbona napata watu wanakuja kunioa wananiacha? Mbona biashara zinaanguka? It has to start with you. Unaanza kutumia hekima. Unamwangalia mjomba, maisha ya mjomba yako vipi? Maisha ya mama yako vipi? Maisha ya dada yako vipi? Maisha ya baba yako vipi? Biblia inasema kama alivyo mama ndivyo alivyo binti. Right? Kama alivyo mama ndivyo alivyo binti. So ukikaa vibaya, ile laana ya upande wa kina mama inakupata, ile laana ya upande wa kina baba inakupata. Unaangalia baba aliishi maisha gani? Mama aliishi maisha gani? Shangazi naye anaishi maisha gani? Unaanza kuassess, alafu mimi naishi maisha gani? Unaona, kuna watu kwao wanakufa kwa magonjwa, kuna watu kwao ni ufukara ajabu. Unaangalia babu alikuwa fukara, mama alikuwa fukara. Jua hapo pana wana wa kuasi, yupo anaizuia ile siri ya kuasi inatenda kazi. Na ukianza kupata maisha mazuri, wanakuja wanakuzuia. Maana kuna maagano yamefanywa, kuna kafara zilitolewa. Kuna mtu cha mtu uliwa na mtu. Kuna mtu kwenye familia alifanya mapatano na kuzimu, akafanya agano na mauti. Watu hawa kwenye generation hii hawataolewa. Watu hawa watakufa kwa magonjwa. Ama kama si ya familia, ulijishikanisha bila wewe kujua, ama ulishikanishwa katika hiyo madhabahu bila wewe kujua. Aidha kupitia mahusiano ama kupitia mtu. Palitokea mtu tu akakupa pesa labda, ama palitokea mchawi akakuangalia wewe si mtu wa kuomba, akakuunganisha, akakuwa spiritual husband wako ama spiritual wife wako, akakuunganisha na madhabahu fulani bila wewe kujua. Sasa shughulika naye sasa. Ni wakati wa kuamka, watu wa Mungu, ni kuwafyeka. Sasa wale watu anakushikanisha na madhabahu fulani, anatumia nyota yako ama ana swap destiny yako. Unaishi maisha mtu mwingine, ila kwenye ndoto unaota unapata. Ukiamka hauna lolote, na Biblia inasema mwenye ndoto hafi. Utakufa usipopigana. Kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme. So ni kupigana. Kuna wafalme, kuna wakuu wa anga, kuna majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Hapo sasa sisemi umfuate mchawi
umfieke. Ni kwenye ulimwengu wa roho. Unasema katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa silaha za vita zangu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Unaanza kumpasua. Anayezuia biashara unamfieka, anayezuia ndoa unamponda, anayezuia kazi unamfieka. Lakini vita kwanza unaanza kwenye madhabahu, unaivunja. Ukivunja madhabahu wanaanza kutapatapa, maana ushavunja nyumba yao, unavunja mikataba. Alafu unawashambulia wale wakuu, unawafunga. Kumbuka imeandikwa wafalme wao mtawafunga kwa pingu za chuma, na wakuu wao mtawafunga kwa minyororo. Unawafunga wale wafalme, wachawi, mapepo, mizimu, wakuu, mfalme wao na mfunga katika jina la Yesu Kristo. Ukimfunga vile, unaanza kumtembezea kichapo cha kufa. Mtu akitokea mtu mbele yako, piga. Mama akiwa mchawi, piga. Babu akiwa mchawi, vunja. Unaona, nakwambia, unajua na familia yangu naipenda sana, ni wachawi. Kwa taarifa yako, ulizaliwa mwenyewe, utakufa mwenyewe. Huu mwili ambao unaupigania sana kushikanisha na familia, utauacha hapa. Roho itamwendea Mwenyezi Mungu, ila tumeletwa tumiliki. Mwana wa damu alidhihirishwa ili afanye nini? Azivunje kazi za ibilisi. Katika kuvunja kazi za ibilisi, hapo ndio kuna kupata mali, hapo ndio kuna kupata maisha, ni kuzivunja. Teka nyara nchi na kuifanya kuwe chini ya uongozi wa damu ya mwanakondoo. Silaha za vita zetu tena zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha fikra na chochote ambacho kimejiinua juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara, kuna kuteka nyara. Tunaangusha mawazo na tunateka nyara fikra. Unaangusha. Kuna mtu anakuwazia ufukara, anakuendea kwa mganga, huyo pia inakupasuliwa. So kitabu cha Kutoka 2 chapter 2 verse 23 mpaka 24 inasema, Kutoka Exodus 2:23 to 24 inasema, ikawa baada ya siku nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya utumwa wao. Si ule mfalme ambaye alikuwa anawasupport nini alikufa. Wana wa Israeli wakaanza kuteseka, wakaugua, wakalia, wakaanza kulia. Kilio chao kwa sababu ya utumwa ukamfikia Mungu. So kuna watu wanangojea hapa wateseke sana ndo aanze kuomba. Mimi huambia watu, omba. Usingoje kwanza kitu likupate ndo aanze kuomba. Kuwa mtu wa vita. Kuwa mtu wa vita. Mungu ni hodari wa vita na ako ndani yetu. Wewe kuwa mtu wa vita. So wana Israeli walikuwa wamefika, wakakaa. Wakasema, unajua tumefika Misri, everything is okay. Everything seems alright. Wakatulia. Ule mfalme si akafa. Pakaja mfalme mwingine, alikuwa juu kuna mtu kama Musa. Mateso yakazidi sasa. Mateso alikuwa juu kama kuna mtu kama Yusufu. Mateso yakazidi. Wajamaa wakaona this is too much. Wakaanza kulia na kuomba. Biblia inasema Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake la Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kumbuka Mungu alikuwa shatabiri. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 15 kuanzia verse 13 mpaka 14 inasema, Bwana akamwambia Abraham, jua hakika ya kwamba wazao wako watakwenda ugenini katika nchi wasioijua. Nao watatumikia na wataonea mabaya kwa muda wa miaka 400. Tena taifa lile watakwenda litahukumu na baadaye watatoka na mali mingi. Wacha niseme kwa urahisi, Mungu akamwambia Abraham, tazama uzao wako utaenda wapi? Katika nchi ya ugeni. Yaani wataenda Misri. Lakini wakitoka watatoka na mali. Watatumikia wale wafalme nini, lakini watatoka na mali mingi. Ilishatabiriwa. Ilikuwa ni miaka 400, lakini wajamaa walikaa zaidi ya miaka 400. Walipokaa sana wakaona mateso yamezidi, yule mfalme ameenda. Wakaanza kuomba. So it has to start with you. Unaanza kuomba. Unasema katika jina la Yesu Kristo, kukaa bila ndoa sio fungu langu, maana imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Kukaa bila fedha sio fungu langu. Nakataa katika jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyeweka mikataba na shetani, yoyote aliyeweka madhabahu juu yangu, ninamsambaratisha kwa damu na kondoo. Ninavunja kila ni wewe unasema yale maombi ya Mungu, Baba nakutuma nenda Baba, ifanyiki hivyo. Mungu anakushangaa. Mungu anashangaa, mimi niko ndani yake, tena nije nishuke. Nikuje nifanya nini? Nishuke, nikuje nimpatie ndoa. Ushapewa. Aimidiwe Mungu Baba wa baba yetu Yesu Kristo aliyetubariki sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Tulishabarikiwa. Sasa nguvu yako
ya kujiunganisha na kwenye ulimwengu roho, hapo ndo pana mafanikio. Jinsi unavyokaa rohoni, yule akitia mahali pasiri pa Bwana amefichwa chini ya uvuli wa mbawa zake. Unakaa mahali pasiri pa Bwana. So hawa jamaa waliona mateso yamezidi. Kumbuka ilishatabiriwa kitambo wakati wa Abraham, lakini mateso yamezidi. Kutoka 3 mstari wa 7 inasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Mungu sasa anasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia na kilio chao, nami nimeshuka ili kuja kuokoa. Baada ya watu kuomba, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Kumbuka imeandikwa, maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Kuna kuomba kwa bidii, kuna maombi na kuna kujua, kuna kuomba na kuna kujua kuomba. Kuna kuomba ipasavyo. Yale maombi ya madhaifu, naita maombi madhaifu ya baba, yes, utakuwa salama, lakini total takeover bado iko. Kuna kumiliki nchi, kuna kupigana. Kuna kupigana. Toka ule mwaka alipokufa mfalme Uzia, na limuona Mungu ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Isaiah anasema ilibidi mfalme afe ndio aone utukufu wa Bwana. Sasa pia wewe unangoja nini? Pigana nao. Fieka. Kwa taarifa yako, hakuna familia, hakuna mchawi. Kuna mchawi haumjui wewe tu kwa sababu bado haujamuona, ila wapo kwenye familia, wapo kabisa kabisa. Amini nakwambia, wapo. Na kama hawapo, basi kuna uchawi ulitendeka kwenye familia. Lazima kuwe na mwana wa kuasi kwenye familia, yupo. Inaweza kuwa si nuclear family, inaweza kuwa ni extended family. Kuna mtu anatumia nyota za watu kwenye familia, kuna mtu anaua watu, kuna mtu anaiba nyota za watu, kuna mfanyibiashara wa miili na roho za watu kwenye familia. So baada ya Wanaisraeli wakiwa wanakaribia kutoka, mfalme wa Misri akaongeza mateso. Sasa hapa ndio vita, akaongeza mateso juu ya Wanaisraeli. Ukisoma kitabu cha Kutoka chapter 5 kuanzia verse 1 mpaka 8 nasema, baada ya Musa na Aroni walimwendea, baadaye Musa na Aroni walimwendea Farao, wakamwambia, Mwenyezi Mungu wa Israeli anasema hivi, waache watu wangu waondoke wakanifanyie sikukuu jangwani. Musa kabisa anamwambia, na wametumwa na Mungu. Wanamwambia, listen here king, let my people go, waenda kwa mabudu Mungu wao jangwani. Sikia sasa majibu ya Farao. Lakini Farao akamwambia, akawauliza, ni nani huyu Mwenyezi Mungu hata nisimsikie na kuacha Israeli waondoke? Ndio maana kile kifungu sasa kinasema, inukeni enye malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kuna malango ya milele. Alafu hapo chini, ukienda hapo chini nasema, ni nani huyu mfalme wa utukufu? Ni Mungu hodari wa vita. So yale malango pia anauliza, ni nani huyu? Kama Farao sasa. Farao ameuzuia watu wa Mungu na anaongezea, anawatesa, lakini anauliza, ni nani huyo Mungu? Ni nani huyo Mwenyezi Mungu hata niwachie Wanaisraeli watoke? So aliyekufunga wakati wako kutoka ukikaribia, anauliza, ni nani huyu anataka kutoka? Nimetumia nyota yake sana, nimekuwa spiritual husband wake sana, nimemfanyia maovu sana, nyota yake naibiliki mimi, mbona anatoka? Ndio maana kuna watu wakiombewa unasema, katika jina la Yesu Kristo, aliyemfunga na mfyeka anasema sitoki. Kuna mapeo unasema sitoki, nimetumwa, sitoki, mimi ni Mwajuma, sitoki. So Farao anasema, ni nani huyu Mwenyezi Mungu hata nimsikilize na kuacha Waisraeli waende zao? Mimi simtambui huyo Mwenyezi Mungu, wala sitaruhusu Wanaisraeli waondoke. Jamaa na kiburi. Mstari wa 3 nasema, Musa na Aroni wakamwambia, Mungu wa Ibrania amekutana nasi. Tunakusii utuache twende zetu jangwani mwendo wa siku 3 tukamtumikie Mwenyezi Mungu, Mungu wetu. La sivyo yeye atatuua kwa maradhi mabaya au vita. Jamaa anaambiwa kabisa, napata tahadhari, utakufa kwa maradhi au vita. Ndio maana Mungu anasema, mimi ndio Bwana Mungu wako niliyekukweza juu ya nchi ya Misri. Unapoenda vitani, ukapata wana magari, ukapata wana farasi, ukapata jeshi ni kubwa kuliko lako, usiogope. Kwa kuwa mimi ndio Bwana Mungu wako niliyekukweza juu ya nchi ya Misri. Kuna kifungu kingine kinasema, ile tauni iliyopata wa Misri haitokupata wewe. Yaani yale magonjwa, ile shida haitokupata wewe. Unakuwa jasiri. Usikubali miaka yako isonge na shida. Total takeover. Kuna watu walioletwa duniani kuwa matajiri. Kuna watu walioletwa duniani kumtumikia Mungu, kuwa na kanisa kubwa, kuwa na magari. After all, kumiliki si hatia, ila unamiliki kwa njia iliyo bora.
unamiliki kwa njia iliyo bora zaidi, unamtumikia Mungu. Kuna watu wamepata mali lakini sio mali inayodumu. Nampenda nipendaye, aniombaye kwa bidii ataniona. Naam, utajiri na heshima ziko nani? Na mali idumuyo. Ukimpenda Mungu anakupenda, ukimwomba kwa bidii utampata. Utajiri na heshima ziko naye na mali inayodumu. Kuna utajiri, kuna heshima, alafu kuna mali inayodumu. Ila wachawi wako na mali lakini na shida kibao. Nenda ukafanya mapenzi na watoto wadogo, nenda ukabaki watoto, nenda ukamtoe mtoto wako kafara. Yaani kuna mambo ni mengi, lakini sisi sasa tunamiliki kwa njia iliyo bora zaidi. So hawa jamaa wanakaribia kutoka. Jamaa anaambiwa, mstari anasema, lakini mfalme wa Misri akawajibu, enyi Musa na Aroni, kwa nini mnajaribu kuwatoa watu kazini mwao? Wanauliza, mbona natoa watu kazini mwao? Nataka wanifanyie kazi. Kuna watu kwa taarifa yako wanafanyishwa kazi pasipo kujua. Ndio maana kuna muda unalala, unaamka umechoka. Kuna watu wanaamka wanajipata wana matope kwenye miguu. Kuna watu wanaamka wanapata wana vidonda, wamegwaragwara, umefanyishwa, ulitolewa, yani uliitwa usiku. Filipo baada ya kuongea na towashi kutoka Ethiopia. Baada ya kuongea na towashi akaenda akambatiza. Alikuwa anasoma kitabu cha Yohana, alinyenyekea kama mwana kondoo aliyepelekwa kwenye machinjo. Filipo akaenda akamtafsiria. Baadaye jamaa akataka kubatizwa, akabatizwa pale kwa maji. Baada ya kubatizwa, Filipo akabebwa na Roho paka Azoto kwa damu na nyama. Yaani jamaa alipotea fiu. Wachawi sasa siku hizi kuna wachawi wanaruka kwa ungo. Kuna wengine wanaruka na miili yao na kuna wengine wanatoka tu kwenye miili. Unapata kajamaa kamelala usiku, kumbe kametoka kwenye mwili. Amebebwa na roho ya kishetani kwenye mwili. Na kuna watu hapa wanabebwa na roho. Kuna watu wanabebwa kabisa na miili yao ila hawajui. Alafu wanaletwa asubuhi. Ni misukule Kiswahili. Mchawi anaweza kuja kwenye nyumba yako, akagonga, kuna vile anazafanya asionekane, akapuruka na ungo. Ndio maana ukienda kwenye miji fulani unapata mchawi ameshikwa usiku, alikuwa anazunguka uchi. Yeye anadhani haonekani lakini kumbe anaonekana. Kuna wachawi kabisa anajipoteza. Wachawi wa Misri, waganga na wenye akili, walitupa fimbo zao zikawa nyoka. So mchawi anaweza jifanya, yani anaweza jinuiza, akakubeba mahali akakufanyisha kazi usiku, akakuleta ama akakutoa kwenye mwili wako. Pia roho yako inaweza wekwa ndani ya mnyama, inaweza wekwa ndani ya punda, inaweza wekwa ndani ya ng'ombe. Unaweza wekwa ndani ya ng'ombe ukalimishwa usiku, ukaletwa, huzikwa mwili wa asili, ukafunuliwa mwili wa rohoni. Basi kama kuna mwili wa asili pia kuna mwili wa roho. Yani the physical body it is sworn, inazikwa, alafu mwili wa rohoni unafufuliwa. Mwili haufai kitu, roho yako. Yani kuna wewe alafu kuna wewe ndani. Sasa wewe sasa uko ndani, kuna mwili wako alafu kuna wewe uliye ndani yako, unaweza tolewa. So jamaa anauliza, mbona unawatoa watu kazini mwao? Rudini kazini mwenu. Tena Farao akasema, hawa watu wenu ni wengi kuliko wananchi. Mnataka waache kufanya kazi? Unaona, unafanyishwa kazi kuzimu kwenye mashimo za uharibifu. Siku hiyo hiyo Farao akaamuru wanyapara pamoja na wasimamizi, akasema, tangu leo msiwape watu hawa nyasi za kutengeneza matofali kama ilivyo kawaida. Jamaa akawaongezea kazi. Hapa ndio vita inakuwa. Vita ikiongezeka, kazi pia inaongezeka kuzimu. Ndio maana ile siku ilianza kupiga, kuvunja, kuharibu, kuteketeza. Wachawi wakaja akakunyonga sana, wakaja yani mateso yani yakazidi, ukahisi ni kama hautoki. Palipo na vita ndipo palipo na ushindi. Hakuna mali ushindi umepatikana bure. Lazima kuwe na vita. Na kama sio unapigana, kuna mtu maombi yako yanakubeba. Usio mtu kubebwa na maombi za watu wengine. Wewe mwenyewe ni jasusi la mbinguni. Unasema, katika jina la Yesu Kristo navaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Ewe mtesi wangu, na kushambulia kwa moto, ninakuvunja katika jina la Yesu Kristo. Wafalme wanaozuia kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo ninawafyeka katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Nami nawashinda kwa damu ya mwana kondoo. Enyi wachawi wa familia, nawashinda kwa damu ya mwana kondoo. Unaomba ni vita, unapigana nao. Teta na wanaoteta nami, pigana na wanaopigana nami. Unaanza kusema, imeandikwa, teta na wanaoteta nami, pigana na wanaopigana nami katika jina la Yesu Kristo. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Na teta nao anayepigana na ndoa yangu, na teta naye, napigana naye anayepigana na biashara yangu. Unaanza kumfieka sasa, unaanza kusambaza viboko pale, unaponda katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita.
After all imeandikwa usimfunge ng'ombe mdomo anaposaga nafaka. Yaani ukimfunga ng'ombe mdomo unamuonea. Sasa wewe sasa unawasaga ukiwaponda. Unawafyeka, unawapasua vipande vipande. So jamaa wakaongezewa of course pale wakaongezewa mateso, kazi ikaongezeka. Na jamani wakatoa kutoka, ila kazi ikaongezeka. Lakini kumbuka Biblia ilikuwa ishasema, Mungu alikuwa shaamuru kitabu cha Mwanzo, wataenda utumwani huko kwa muda wa miaka 400, lakini watatoka na mali. Baadaye wa jamaa walikuja wakatoka na mali. So kumbe kwenye kifungo kuna kutoka na mali. Ndio maana napenda pale Ayubu. Ukisoma Ayubu hapo mwisho nasema ndipo Mungu akageuza uteka wa Ayubu. Ayubu alikuwa ametekwa. Watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wamenaswa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo. Ila hakuna okoae wala hakuna aitae. Ayubu pia alikuwa ametekwa. Ndipo Mungu akageuza umateka wa Ayubu. Ayubu alipowaombea rafiki zake, Mungu akambariki Ayubu na mwisho wa Ayubu kawa bora kuliko mwanzo. Akaongeza mali yake mara 2 zaidi. Yaani ukiwa umeenda mateka, umetekwa, kuna kutoka na mali. Kuna kuzidishiwa mara 2. Na sasa unamkamata pale unasema katika jina la Yesu Kristo imeandikwa mwizi anaposhikwa analeta mara 7 na kuapisha ewe adui, na kuapisha uliyefunga ndoa yangu, na kuvunja na kufyeka, leta mara unaambia leta. Umateka, yani umateka umeisha. Saa ya kuteswa imeisha. Ni wakati wa kuteka nchi, ni wakati wa kuteka mali. So mateso yanaongezeka, lakini hawa jamaa walikuja wakatoka na mali. Kitabu cha Mwanzo 15 Mwanzo 15 kuanzia verse 13 to 14 nasema Bwana akamwambia Abraham, jua hakika hii tuko shaisoma Kutoka 12 mstari wa 35 inasema wana wa Israeli wakafanya kama vile Musa alivyoagiza, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Wajamaa walitoka na fedha, dhahabu na mali na mavazi, walitoka Misri na fedha, walitoka kwa matajiri. Yaani umetutesa miaka mingi, leta mara 7. Umetutesa miaka mingi, leta nyota yangu. Umenitesa miaka mingi, leta kila kitu ulichoiba. Ila wachawi kwenye ulimwengu roho wanaweza kuona kwenye ulimwengu roho unakaribia kupata. Ndio maana Balak na Balaam. Balak ni mfalme, Balaam ni mchawi. Akamuita akamwambia njoo nilaanie watu hawa. Wanaweza kunilaani. Biblia inasema kwa sababu najua yule unayemlaani analaniwa na yule unambariki anabarikiwa. Wakajenga madhabahu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ikashindikana. Jamaa akaanza kutoa unabii pale, akasema namuona ila si sasa, namtazama ila si karibu. Anamuona Yesu kwa watu zaidi ya milioni 2. Mchawi huyu anamuona Yesu. Alikuwa anatabiri kuhusiana na habari ya Yesu. Wachawi wanaweza kuona, ila kazi yetu ni kuwaponda, ni kuwafyeka na kupiga hizo madhabahu. Unapokaribia kupata, vita inaongezeka. Wanaisraeli kuna mali ni wamefika kabisa. Wamefika kwa nchi ya ahadi, wamefika Kanani. Mungu akaacha mataifa 5 ili wale wanafunzi, wale watoto ambao walizaliwa jangwani wapate kujifunza vita. Mungu ameacha mataifa kabisa. Kuna kupigana, yani umepata lakini bado unapigana. Umepata lakini bado kuna kupigana. Nenda kwa haraka tupate muda wa kuomba. Umepata lakini bado kuna kupigana. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 11 inasema tazama naja upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akatwaa taji lako. Unaona? Shika sana ulicho nacho, asije mtu akatwaa taji lako. Ndio kwanza umepata ndoa, ndio kwanza umepata biashara, alafu unatulia. Yasije akakupata yaliyompata Caleb. Caleb alifika Kana na kuona kila kitu kiko sawa. Everything is okay. Kila kitu kiko sawa. Akajisahau, jamaa akajisahau miaka 40. Alifika akiwa 40, jamaa akafika paka 80. Akamfuata Yoshua akamwambia tafadhali kumbuka tulipoenda Kanaan kufanya upelelezi. Tulienda Kanaan kufanya upelelezi. Tukapita paka Hebroni, ule mji wa Manefili. Tukakuja na matunda ya ile nchi. Moses akatwambia mimi nitamiliki Hebroni. Sasa nataka kukwea, nataka unipe ule mji. Yoshua akamwambia sikiza bana, wewe ni mzee lakini inafaa ukwee. Jamaa alingoja, miaka imeenda sana. Ukisoma kitabu cha
Yoshua 13 Yoshua 13 mstari wa kwanza inasema, basi Yoshua alipokuwa mzee mwenye umri mwingi sana, Bwana akamwambia, hii ni Yoshua anaambiwa na Mungu. Yoshua pia kuna time Mungu alimwambia umekuwa mzee sana, lakini hapa Caleb alimfuata Yoshua akamwambia, ilinipasa nimiliki Hebroni. Jamaa ilibidi akwe. Anyway, Joshua 13 mstari wa kwanza inasema, basi Yoshua alipokuwa mzee mwenye umri mwingi sana, Bwana akamwambia, wewe ni mzee, umri umekwenda sana, lakini nchi iliyosalia ni mingi ya kumiliki. Yaani ameshafika Kana, lakini kuna nchi mingi ya kumiliki. Mungu anamwambia Yoshua, tazama umekuwa mzee. So mimi napenda kuambia watu, don't wait until things are so zimepile up, shida zimepile up ndio unataka kumiliki. Miliki, anza kumiliki sasa. Njia rahisi ya kumiliki ni kwenda kwa kasi. Ukitaka kufika Dar es Salaam mbio, unakwenda kwa kasi. Ukitaka kupata mali mbio, unakwenda kwa kasi. Right? Ni kufyeka, ni kuvunja na kumiliki. Ndio maana imeandikwa, mahali utakapokanyaga na wayo ya miguu yako utapamiliki. Umepewa. Umekanyaga mahali fulani, umepewa. Wanaisraeli washakanyaga Canaan, washapewa. Caleb alishakanyaga Canaan, alishapewa. Alikanyaga Hebroni, alishapewa. Lakini miaka imesonga sana, ni mzee. Lakini akasema, tazama, nilikuwa na miaka 40 ila sasa nina miaka 80, ila nina nguvu kama siku za ujana wangu na kwea. Jamaa kaenda akapiga Manefili wana wa Anak, majitu ni wana wa Anak, ni Manefili, jamaa wakubwa. Jamaa akawapiga wakuu watatu wa Manefili, akawafukuza na akamiliki. Lakini alimiliki when the girl was too old. Alimiliki kumaanisha ile mali ya Canaan, ile mali ya Hebroni ilikuwa tu ya uzao wake. Ilikuwa tu ya watoto wake, wajukuu na generation yake. Sasa ukitaka kumiliki katika siku za uhai wako, ni kupigana sasa, ni kufyeka. Vita inaongezeka, kwa kadri vita inavyoongezeka ndio kadri wewe unavyopigana. Unaingia vitani, unawafyeka, unawapasua, unawashambulia kwa moto. Kwea kama vile alivyokwea Caleb. Kwea kabisa. Kwea ni unakwea, unawafyeka, unawavunja, unawashambulia. Vita zetu ni hatari sana, maana ni vita kwenye ulimwengu roho. Sio kama kitambo, unaona nitaenda mahali nitapigwa, unakaa tu kwenye ulimwengu roho. Unasema katika jina la Yesu Kristo ninawashambulia, unawafyeka, alafu ukimaliza unajiwekea ulinzi. Tunalindwa kwa nguvu za Mungu kupitia imani. Sisi tunalindwa. Imani ni bayana mambo yajayo na hakika ya mambo yanayotarajiwa. So unapokaribia kupata, vita inaongezeka, lakini kwa kadri vita inavyoongezeka ndivyo Mungu anavyoongeza hekima ya wewe kupigana. Unawafyeka, unawashambulia. Hakuna kukushinda wewe. Hakuna kukushinda. Hakuna hajazaliwa bado na hatazaliwa. Ni wewe tu uamue. Nataka kitu fulani, nataka kitu fulani. Tena ukitaka unaandika. Biblia inasema, mimi ndiyo Mungu nitangazaye miisho kabla ya mwanzo. Mimi ndiye Mungu ninayefufua wafu na kusema mambo yajayo ni kama yamekwisha kwako. Yaani Mungu ashatabiri mwisho wako. Ila sasa ni wewe sasa. Kuna watu wanasema, kuna watu wengi wamekufa bila kumiliki. Watu wengi sana wamekufa bila kumiliki. Watu wengi wamekufa bila kumiliki kwa sababu gani? Maybe walikuwa hajapata mafunzo ya kupigana, ama bahati mbaya tu yule adui aliwapata. Ndio maana Biblia inasema, mwizi aji ila kuiba, kuua na kuharibu. Hiyo ndio kazi yake. Na wana target nini? Wana target mwili. Mchawi anataka akuue, aharibu mwili, ile roho yako sasa aifunge. Anataka aibe ile, ndio yeye kuiba, lazima mwili usafe. Like mwili ina suffer the physical manifestation of whatever is happening in the spiritual realm. Anataka kupatia stress, uwe katika hali ya kupatia hofu, uogope, akupatie roho ya kudoubt. Na doubt natia shauku kwenye haya maombi. Haya maombi yanafanya kazi kweli? Nimeambiwa nivunje. Je, zinavunjika? Amini nakwambia zinavunjika kwenye ulimwengu roho. Hata uhitaji mambo mingi. Ukiwa na maarifa, hata maombi ya dakika 10 yanafaa sana kwenye ulimwengu roho. Maana it's a missile yenye imerushwa with precision. Ni moto ambao umerushwa kwa umakini zaidi. Inapiga pale pa, inapiga pale pa, inapiga pale pa. Ni bora zaidi kuliko yale maombi ya Salamu Maria umejaa rehema, kuliko wanawake wote uzao wa tumbo lako. Ndio, ni Salamu Maria amejaa rehema. Ila
hiyo maombi ni mazuri, siyakatai, lakini sasa hujamfyeka mchawi bado, lakini sasa hujavunja madhabahu. Salamu Maria amebarikiwa, ndio hata mimi najua amebarikiwa, lakini hiyo Salamu Maria mnayemwomba sio huyo sasa mnamjua. Sio Maria, sio Maria mama wa Yesu, sio huyo. Anyway, ni kuingia vitani, ni kupiga, ni kuvunja anayekuzuia. Kumbuka kuna siri ya wazi. Paulo anasema, mimi Paulo nalitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili. Nalitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akanizuia. So kuna baraka yako inataka kuja kwako mara ya kwanza. Kuna mchumba mahali ilikupasa upatane naye, lakini mara ya kwanza alitaka, lakini wanamzuia. Shetani ana maarifa, anaweza kukuzuia kwa ndani ama anaweza kuzuia nje. Nikamwona Yoshua, Zakaria 3 mstari wa kwanza anasema, nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika, na shetani amekaa upande wake kulia ili ashindane naye. Amekaa upande wake kulia ili ashindane naye, upande wake wa nguvu, upande wake wa nguvu ili ashindane naye, upande wako, yani nyota yako iko hapo, amekaa hapo. Ikiwa hawa wana wa Mungu, kitabu cha Ayubu chapter 1 verse 6 nasema, ikiwa wana wa Mungu walienda kujihudhurisha mbele za Mungu, shetani akaenda pamoja nao ili ajihudhurishe. Alienda mbele za Bwana. Zakaria 3 mstari wa kwanza, alienda mbele za Bwana, mbele za Bwana pamoja na wana wa Mungu ajihudhurishe. Shetani anapenda kujihudhurisha mahali, kwenye biashara yupo, kwenye ndoa yupo. Si ni mharibifu yule, anataka kuharibu, anataka kuvunja, anataka kusambaratisha, ufe bila kumiliki. Kataa. Fyeka, vunja, sambaratisha, pasua. Miliki biashara, miliki kanisa, miliki ndoa, miliki afya. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitokaribia hemani mwako. Leo ni vita ya kukaribia kupata. Unapokaribia kupata, vita inaongezeka. Kumbuka mfalme wa Moab anaitwa King Mesha. Huyu mfalme alisikia habari za Wanaisraeli wamepiga. Hiyo ni kitabu cha Wafalme wa Pili chapter 3 kuanzia mstari wa 26 mpaka 27. Mfalme wa Moabu alisikia hawa jamaa wamepiga paka Ogo wa Bashani, wamepigana huko wanakuu. Jamaa akaingiwa na hofu. Alipoingiwa na hofu, akaona hawa watu watanishinda. Acha nisome kifungu. Inasema, mfalme wa Moabu alipoona ya kuwa vita vimemlemea, akatoa watu 700 wenye kutafuta panga ili wapenye kwa mfalme wa Edom, lakini hawakuweza. Ndipo akamtoa mwanawe mzaliwa wa kwanza, akamteketeza kwenye ukuta. Huyu jamaa alisikia habari za Wanaisraeli, akaanza kutafuta msaada. Akaenda mpaka kwa mfalme wa Edom, hakupata msaada. Akachukua watu 700 wenye kufuta panga, yani majeshi. Mchawi akiona unamshinda anatafuta usaidizi. Ndio maana Mungu akasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitofaulu. Unaona? Na yaweza mambo yote katika yule anitia nguvu. Unaona? Ndio maana tukiomba pia sisi tunawakusanya, tunawafunga, kama vile Elia alivyowakusanya wale manabii wa Baali, akawafunga mahali, akawachinja wote. Kama vile Yehu alivyowakusanya, akawafungia kwenye hekalu lao, akawafyeka wote. Pia sisi tunawakusanya. Ndio maana kwenye maombi, wakati unaomba unasema, katika jina la Yesu Kristo imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitofaulu. Nami nakusanya kila mchawi, nakusanya kila madhabahu, nakusanya kila mikataba, nakusanya kila pepo aliyetumwa, nakusanya kila mfalme aliyetumwa. Ninamfunga kwa mamlaka ya damu na kondoo, maana imeandikwa, hakuna mtu awezaye kwenda kwa nyumba mtu mwenye nguvu akatoa silaha zake asipokufunga. Ewe mwenye nguvu wa biashara, ninakufunga. Unaanza kuwakusanya, unawafunga, alafu kiwafunga unasema, tazama, leo ndio siku aliyofanya Mungu, ambayo adui ataletwa chini ya miguu yako, nawe utamtenda kama unavyotaka. Ukitaka unamponda, ukitaka unamvunja, ukitaka unamfyeka, ukitaka unamshambulia kwa moto, ukitaka unamharibu kabisa. Ndio maana Daudi akasema, ushuke pande za mwisho za kuzimu, kifo kikupate ghafla. Anyway, nataka tuingie kwenye maombi sasa, tumtandike anayezuia wakati tunakaribia kupata. Kwanza tunavunja madhabahu yake yule mchawi, tunasambaratisha. Mchawi haiwezi kufanya kazi bila madhabahu. Kuna laana kwenye familia, kuna mwanzilishi, kuna mali imeanzia, kuna madhabahu kwenye familia, kuna madhabahu maybe upande wa kina baba, kuna madhabahu maybe upande wa kina mume ama upande wa kina mke. Lazima tuzishambulie zile sasa, tuzivunje. Vita zetu ni kwenye ulimwengu wa roho, tunapigana nao sasa. Hekima ya Bwana isiyo na mipaka na ijulikane kupitia kanisa
kwenye ulimwengu wa roho. Kuna hekima ya Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Lazima ijulikane kwamba yupo Mungu juu ya Israeli. Yupo Mungu anayejibu maombi yetu. Yupo Mungu